Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Kiongozi wa kanisa la Heavenly Image Manifest Church, Nabii Edmund Mestic ametoa unabii mzito unaolitaka taifa pamoja na waumini wa kanisa lake kuanza maombi ya dharura kwa ajili ya viongozi mbalimbali na mawaziri wakuu serikalini. Katika maelezo yake yaliyotolewa wakati wa ibada maalum, kiongozi huyo wa kiroho aliwataja kwa majina waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Christine Makonda pamoja na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi kuwa wanahitaji maombezi ya haraka. Nabii Edmund Mestic alifafanua kuwa alichukuliwa kiroho na kuonyeshwa kile kinachoendelea katika ulimwengu wa roho kuhusu mifumo ya uongozi wa nchi na mamlaka zilizopo. Alieleza kuwa aliona kikao rasmi cha baraza la mawaziri ambapo Roho Mtakatifu alimshuhudia majina ya viongozi hao akiwemo Yusuf Kombo na kusisitiza umuhimu wa viongozi hao kupata ulinzi mkubwa wa kimungu kutokana na dhoruba za kiroho zinazoweza kuwakabili kwenye nafasi zao. Katika sehemu ya mahubiri yake yaliyoguza uendeshaji wa mamlaka, kiongozi huyo wa dini alieleza kuwa ugawaji wa nafasi na mamlaka katika nyakati hizi unaenda tofauti na mapenzi ya Mungu, akibainisha kuwa kuna watu walio na mamlaka lakini hawakustahili kuwa nayo. Nabii Eliud Emud Mestic aliongeza kuwa hali hiyo imebeba ujumbe nzito wa kiroho unaoashiria umuhimu wa kufanya maombi ili kusafisha mifumo ya kiuongozi nchini. Maombi haya yanatajwa kuwa na jukumu la kuhakikisha wale wote waliopo kwenye mamlaka wanasimama kwa uadilifu, huku kile kinachotoka kwa Mungu kikishughulikiwa ipasavyo ili kulinda ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatua hiyo imetafsiriwa na watu wengi kama taarifa zenye uzito mkubwa kwa usalama wa viongozi, kwa sababu inatoka kwa kiongozi wa kiroho aliyepata maono juu ya mawaziri wenye dhamana kubwa ya ulinzi na michezo nchini. Ujumbe huo umesisitiza kuwa maombezi hayo yanatakiwa kulinda viongozi hao dhidi ya vipindi vigumu vinavyoweza kujitokeza mbeleni wakati wakitekeleza majukumu yao ya kiserikali. Nabii Edmund alieleza kuwa maono hayo ya kiroho yanalenga kuleta tahadhari ili jamii na waumini wasikae kimya, bali waingie kwenye maombi ya dharura mara moja. Kiongozi huyo wa kanisa la Heavenly Image Manifest Church alifafanua kuwa kuonekana kwa kikao cha baraza la mawaziri katika ulimwengu wa roho ni ishara kuwa viongozi wanahitaji kuombewa bila kuchelewa ili kuepusha madhara yanayoweza kutokea katika utendaji wao. Taarifa hiyo inaonyesha jinsi viongozi wa dini wanavyofuatilia mwenendo wa mamlaka za nchi na kutoa miongozo wa kiroho kwa lengo la kuimarisha uadilifu na ulinzi wa viongozi wakuu wa serikali. Mamlaka ya vyombo vya ulinzi na usalama ndani ya nchi yanavyoshikilia na waziri Patrobas Katambi pamoja na sekta ya habari na michezo nchini chini ya Paul Christian Makonda zimetajwa kuwa maeneo yanayohitaji uangalizi wa karibu wa kiroho. Kiongozi huyo wa kanisa amewataka wananchi wote kutoupoteza ujumbe huu bali kuuchukulia kama mwongozo wa kuombea amani na utangamano wa viongozi waliopo madarakani ili waweze kuongoza kwa kufuata mapenzi ya Mungu. Maelezo hayo yaliyotolewa mbele ya waumini na kufikia jamii pana yameibua mtazamo mpya kuhusu uhusiano wa mifumo ya kiroho na uongozi wa serikali, ambapo viongozi wanatakiwa kutenda kwa haki na uadilifu mkubwa. Nabii alihitimisha mahubiri yake kwa kuwataka waumini kuendelea kuwa na utayari wa kiroho na kuwafanya viongozi hao kuwa kipaumbele katika sala zao za kila siku ili kuhakikisha nchi inabaki salama.
Uhitaji huo wa ulinzi wa kimungu umeelezwa kuwa nguzo kuu itakayowawezesha mawaziri hao kukabili dhoruba zote za kiroho na changamoto za kijamii zinazoweza kujitokeza katika maeneo yao ya kazi. Kiongozi huyo wa dini alifafanua kuwa pale mifumo ya kiuongozi inapoguzwa katika ulimwengu wa roho, hatua za haraka za kimaombi zinapaswa kuchukuliwa ili kuizuia mifarakano au matatizo yoyote yanayoweza kuathiri utendakazi wa serikali. Jamii imeanzwa kufuatilia maono hayo kwa umakini mkubwa, kwani yanaguza viongozi wenye ushawishi mkubwa na majukumu mazito ya kitaifa katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nabii amesisitiza kuwa ufunuo huo ni kwa ajili ya ustawi wa taifa nzima na utasaidia kuweka sawa maombi yote yanayoenda kinyume na uadilifu unaotakiwa katika maeneo ya mamlaka. Ujumbe huo unaendelea kusambaa ukijenga mtazamo wa umuhimu wa viongozi wa umma kuwekewa misingi ya kiroho ili waweze kutekeleza majukumu yao bila kukumbana na vikwazo vinavyoweza kurudisha nyuma maendeleo ya nchi. Maombi hayo ya dharura yanatazamwa kama ngao itakayowasaidia mawaziri Paul Christian Makonda na Patrice Katambi kusimama imara katika nafasi zao na kukabiliana na changamoto zote za kiuongozi kwa hekima na ulinzi ya kiungu. Nabii Edmund ameweka wazi kuwa ulimwengu wa roho una athari kubwa kwa ulimwengu wa mwili, na ndiyo maana Roho Mtakatifu aliona ni vyema kuwafunulia majina ya viongozi hao ili hatua za kimaombi zianze kuchukuliwa mapema. Viongozi wa kanisa hilo wameanza kuongoza waumini wao kutaa katika ibada maalum za kuwaombea viongozi hawa ili nchi iendelee kushuhudia imani, uadilifu na utulivu wa kiuongozi katika ngazi zote za mamlaka za kiserikali. Ufunuo huo wa kiroho uliotolewa hadharani unaonyesha wazi jinsi viongozi wa kiroho wanavyoweza kuachia ujumbe unaolenga kurekebisha na kulinda mifumo ya kijamii na kiserikali kupitia nguvu ya sala na maombi ya pamoja. Nabii Edmund alielezea kuwa jukumu la kanisa ni kusimama kama mlinzi wa kiroho wa taifa, na kila mara ufunuo unapotolewa kuhusu viongozi, ni wajibu wa kila mwananchi anayependa amani kushiriki kikamilifu katika kuomba ulinzi huo utumiwe. Mawaziri waliotajwa wamepewa dhamana kubwa ya kuisimamia amani ya ndani na maendeleo ya kijamii kupitia michezo na sanaa, maeneo ambayo yanaguza maisha ya Watanzania wengi kila siku. Maombi hayo yanatarajiwa kuleta mabadiliko chanya na kuimarisha nguvu za utendaji kazi miongoni mwa viongozi hao ili waweze kutimiza malengo ya taifa kwa ufanisi mkubwa na kwa kufuata misingi ya